Moja ya changamoto ambayo tumeitambua katika sekta ya elimu kwamba kuna uhaba mkubwa sana wa miundombinu ya vyoo katika shule. Shule nyingi zinakuwa na watoto wengi, lakini ukilinganisha na matundu ya choo ambayo watoto wanatumia imekuwa ni changamoto sana, kitu ambacho kimekuwa kikipelekea baadhi ya watoto especially wa kike katika zile siku zao za mwezi kuwa hawaendi shuleni na drop katika matokeo yao. Kwa hiyo moja ya initiative ambayo tutafanya safari hii ni kuhakikisha kwamba tunajenga vyoo vinne katika shule ambazo tutazi-identify zina uhitaji, na kila choo kitakuwa kina matundu 12 na kitakuwa kina facility ama kina miundombinu ambayo inawawezesha watoto wa kike lakini pia watoto wenye ulemavu. Lakini katika sekta hiyo ya elimu pia tunatarajia kutoa madawati 200. Takwimu zinaonyesha sasa hivi katika shule nyingi za serikali watoto wengi dawati moja wanakaa watoto kati ya 4 na zaidi. Kwa hiyo ili tuwapate nafasi nzuri ya kujifunza, wawe comfortable mashuleni, tutatoa takriban madawati 200 katika shule ambazo zina uhitaji. Lakini pia tutatoa vifaa vya kujifunzia kwa maana mabegi, madaftari na vitu vingine kadhaa kwa watoto zaidi ya 1500. Sasa hiyo ni kwa upande wa education ama sekta ya elimu. Lakini eneo lingine ambalo tutaliangazia ni eneo la uwezeshaji wa kiuchumi kwa kundi la wanawake na hususan mamalishe. Tutawaangalizia kwa namna gani kimsingi tutakuwa tuna support initiative ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kundi la mamalishe zaidi ya 200. Nadhani wengi wenu mnafahamu kwamba nishati safi imekuwa ni moja ya ajenda ya serikali yetu chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Amekuwa akipambania sana kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, na moja ya kufanya hivyo ni kupitia matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo na sisi tunaunga mkono jitihada za serikali kwa kuhakikisha kwamba tutatoa majiko pamoja na mitungi ya gesi kwa lengo la kuwatoa mamalishe kwenye matumizi ya nishati chafu kwenda kwenye nishati safi.